Wapendwa, ninawasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa msaidizi wa askofu, katibu mkuu wa dayosisi yetu, mkuu wa jimbo, wachungaji wote, pendwa mgeni wetu, wageni wetu, Director Kaletka, na mchungaji Kailing, mchungaji kiongozi wa usharika huu na washarika wote, wapendwa watoto wetu mlioko katika ibada hii, walikwa wote, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya furaha kubwa moyoni mwangu kwa hili ambalo Mungu ametenda kwetu sisi sote, kuturuhusu kuwa hapa na kushuhudia matendo makuu ambayo Mungu ametutendea kipekee kwa usharika huu wa Kirua na hasa mtaa huu wa Kiwaloni. Kwa yote ambayo tumeona, tumesikia, tumeyashuhudia, tunasema jina la Bwana na lihimidiwe. Sema ni siku ya furaha, tena ni siku ya kihistoria kwa usharika huu, kwa jimbo hili na hata kwa dayosisi yetu. Mesikia katika risala mambo yaliyosemwa na mchungaji. Usharika wa Kirua ndio alama ya uwepo wa kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri katika eneo hili ambalo tunajua kihistoria ni eneo la wenzetu wa kanisa Katoliki. Na hili sio kwa kuamua sisi, lakini ni kwa jinsi historia ilivyotupeleka watu wa hapa Kilimanjaro. Tukajikuta kuna maeneo ambayo wale waliotutawala waliweza kuamua hili liwe ni eneo la Katoliki tu na hili liwe ni eneo la Waluteri tu. Ndivyo walivyofanya. Na hii ilikuwa ni kukwepesha wamisionari wasije wakagombana wao kwa wao. Wakajikuta wanagombania fito. Kwa hiyo kutokana na mpangilio ule, lakini ashukuriwe Mungu, nchi yetu imepata uhuru. Ashukuriwe Mungu kwamba ile mipaka iliyochorwa na wamisionari wetu, ile mipaka imefutika, kwa maana ya kwamba watu katika nchi huru wanaruhusiwa kutoka upande mmoja kuhamia upande mwingine, hasa kwa ajili ya kuweka makazi. Ndivyo ambavyo imekuwa. Vile vile tunasema ya kihistoria, kutokana na kwamba wapo ambao wamekuwa Waluteri kwa miaka mingi, ile miaka ya 40 kama mlivyosikia, kwa kuongozwa na Mangi wa eneo hili, Mangi Mashingia. Mtaa wa Kirua, usharika wa Kirua umeendelea kuwa eneo la misioni la dayosisi yetu kwa miaka yote hiyo. Pamoja na uchache wao, Mungu ameonyesha kuwa pamoja nao, na ndio maana tuko hapa leo, na ndio maana tunashuhudia kuzinduliwa na kuwekwa wakfu kwa kanisa hili ambalo kwa kweli linampa Mungu tukufu. Ninapenda kuwapongeza sana watu wa usharika huu wa Kirua na hasa mtaa huu wa Kiwaloni. Hongereni sana. Nichukue nafasi hii, pendwa mchungaji, na wale wote ambao walisaidia katika kukamilisha jengo hili likawa katika hali
lililoko sasa, nikiwatakia baraka za Mungu kwamba mlifanya kwa kuwa mnajua kwamba yuko Mungu ambaye anastahili heshima, anastahili kutukuzwa, na Mungu ambaye ameagiza kwamba mtanijengea nyumba. Kilichonifurahisha ni pale niliposikia kwamba sio ndugu wa hapa Kiwaloni tu, lakini wako wana Kirua, bila kujali madhehebu yao, ambao wamenyoosha mikono yao wakatoa mali zao kwa ajili ya kuweka nyumba ya Bwana hapa, ambayo inampa Mungu heshima. Kwa wote mlionyoosha mikono yenu, nasema asanteni na Mungu awabariki sana. Niliguswa tena zaidi niliposikia kwamba kuna mpaka na maprofesa, kuna mainjinia wako wametoka eneo hili, na ambao sio wa kanisa letu la Kiluteri, lakini wanaelewa maana ya kanisa la Mungu, na wanaelewa historia ya uwepo wa kanisa letu hapa katika eneo hili, wakaheshimu hilo. Kilichowasukuma ni nini? Moja, imani yao kwa Mungu, kujua maana ya kuweka alama ya Mungu katika eneo letu. Pili, ni kule kupenda kwao kuheshimu eneo linaloitwa nyumbani kwetu. Kuna msemo unasema, jamani, nyumbani ni nyumbani. Nyumbani ni nyumbani. Nimetiwa moyo sana ninyi wana diaspora, tunawaita wa diaspora, kwamba mlipofikiwa na mchungaji na mkaelezwa kwamba kuna kazi nzuri ya Mungu inaendelea pale kwenye eneo letu, kijiji chetu, mtaa wetu, hamkusita, mlijitoa kwa moyo. Na washukuru wana Kirua mnaokaa na kufanya shughuli zenu nje ya eneo hili la nyumbani. Enda mnakuja Krismasi kwa Krismasi au Pasaka, lakini kwa kutambua hilo, nyumbani ni nyumbani, mmetoa michango yenu. Na mimi nasema endeleeni kufanya hivyo. Pendeni nyumbani kwenu, jitoeni kwa ajili ya nyumbani kwenu. Mungu atukuzwe katika eneo hili, kwa kuwa ndiye mwenyewe amewabariki na anaendelea kuwabariki hata huko mliko. Kwa hiyo kama askofu nasema asanteni kwa kumheshimu Mungu, na asanteni kwa kukumbuka nyumbani na kupapenda nyumbani. Mkabarikiwe sana. Pongezi za kipekee kwa mchungaji wa usharika huu. Kama mlivyosikia, Kirua imepata wachungaji wengi, wamepita wachungaji wengi, lakini pamoja na kazi kubwa waliofanya katika mazingira ambayo yalikuwa sio mazingira rahisi sana, mchungaji mliye naye sasa, mchungaji Sambo, ameonyesha ushuhuda wa kipekee. Na hapa niseme kwetu sisi wachungaji, mchungaji Sambo, nisiseme mengi, lakini sote tunashuhudia. Tunaambiwa na Zaburi ya 100, mtumikieni Bwana kwa furaha. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Na ndicho anachofanya mchungaji.
niendelee kutoa wito kwa wanakirua sasa. Mungu amewasaidia, nyumba hii imekwisha, ni nyumba nzuri ya ibada. Basi muitumie nyumba hii, mfike katika ibada, mfike katika vipindi vya Bible study, mfike katika vipindi vya kujifunza neno la Mungu. Kwa maana ni agizo la Mungu na ahadi yake kwamba hapa patakuwa chimbuko la baraka zenu. Tumieni nyumba hii. Na washukuru wale ambao kama tulivyosikia kwenye historia, Baba Askofu Kweka aliwakabidhi kazi hii. Nashukuru mchungaji Macha upo, mchungaji Moshi ametangulia, lakini kuna yule mzee wa usharika ni Macha pia yule aliyeitwa hapa mbele. Macha, njoo hapa nikushike mkono, manake kazi aliyokabidhi Askofu Kweka leo tumeona kilele chake, tumefikia hapa. Mungu akubariki sana. Na kushika mkono kwa niaba ya wale wengine wote ambao mlikuwepo wakati baba yetu hayati Baba Askofu Kweka anakabidhi kazi hii. Mmeisimamia vizuri. Mungu awabariki. Asante, tulishirikiana wote, bahati ikapatikana na hivi kazi ikafika hapa. Najua sio mkono wa kikundi kidogo, bali kama mlivyosikia dayosisi nzima tumeshirikiana ili kuweza kukamilisha kazi hii kwa sadaka ile ya sadaka zetu za Epifania. Nachukua pia nafasi hii kuwashukuru wachungaji wote, Mheshimiwa msaidizi wa askofu chini ya uongozi wako, kwamba kupitia sadaka ile kazi hii imefikia hapa ilipofikia. Bwana Yesu asifiwe.